Tumsifu Yesu Kristo. CPT. Basi mpendwa mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha CPT na mafundisho ya kanisa kuhusu jamii. Na leo tunaendelea na mada inayosema tafakari kuhusu mafundisho ya kijamii ya kanisa katika mazingira ya Tanzania. Mafundisho ya kanisa kuhusu jamii ni hazina kubwa ya hekima kuhusu kujenga jamii yenye haki na kuishi katika maisha ya utakatifu katikati ya changamoto za kijamii na kisiasa na hasa za kisasa. Msingi wa mafundisho hayo ya kijamii ya Kanisa Katoliki ni heshima ya asili ya mwanadamu kama alivyoumbwa pasipo na mfano wa Mungu. Kwa hiyo kanisa linatoa wito wa maendeleo ya kibinadamu ambayo yanahusu ustawi wa kila mtu katika kila nyanja, kimaanisha kiuchumi, kisiasa, kijamii, kiikolojia na kiroho. Jukumu jipya la kanisa ni lipi kwa sasa? Jukumu jipya la kanisa ni mwelekeo wa kijamii wa ujumbe wa Injili ambao haueleweki kwa urahisi katika jamii yetu ya Tanzania. Kwa nini iko hivi? Ni kwa sababu za kihistoria pamoja na umisionari na mbinu za kuleta Injili na kuanzishwa kwa kanisa hapa Tanzania. Katika maendeleo ya kisiasa ya Tanzania, kanisa lilionaje nafasi yake? Hiyo ndio inatuleta katika ujumbe huu sisi kukuza mada ya jinsi kanisa linapaswa kuendelea na kutenda leo. Jukumu jipya la kujifunza kutoka kwa historia ni jinsi gani sisi wana CPT basi tulijaribu kutoa mchango tunaoona nini kifanyike. Injili ina mafundisho mengi yanayolenga kuelimisha jamii jinsi ya kuitikia maoni ya Mungu juu ya jinsi ya kuishi na kujenga jamii ya wanadamu ili kuendana na mpango wa Mungu. Mtazamo wa Mungu mara nyingi ni ule ambao unaitwa ufalme wa Mungu. Tunasali ufalme wa Mungu uje. Huo ndio mtazamo wa Mungu uje hapa duniani. Swali tunalotaka kushughulika nalo ni hili: kwa nini wito wa kijamii wa utumizi wa mafundisho ya kijamii wa Injili haupati mwitikio wa dhati katika dunia yetu hasa ya kanisa la Tanzania? Kwanza, pili, je, ni dalili gani tunaziona katika kanisa letu? Zipo dalili. Moja, tunaona ukosefu wa hali ya kiroho. Tutashiriki mafundisho mbalimbali ya kiroho ya Yesu katika Injili. Pili, ukosefu wa elimu ya katekesi na teolojia ya viongozi wa dini na walei. Tatu, je, kanisa lina wasiwasi zaidi juu ya kujenga taasisi imara na kupuuza kuunda nafsi na dhamira za watu wake? Washiriki wa maisha ya kitawa hawashughuliki sana kutoa ushuhuda wa maadili yanayopingana na tamaduni katika jamii yetu na katika kanisa letu. Hivi, jaribio la tathmini: je, jumuiya ya Tanzania leo kweli ni ushahidi wa ujumbe wa Yesu Kristo? Swali tunapaswa kujiuliza. Je, kwa vitendo tuna vipaumbele sawa tunavyosoma katika Injili ya Kristo? Vipaumbele vyetu vinalenga kweli kuwahudumia maskini? Vinalenga kweli kuwakomboa watu kiroho na kimwili, kuondoa katika utumwa kama vile ambavyo Kristo alilenga katika hotuba yake ya mlimani? Je, uvuvi wake unaishi na kuoneshwa katika maisha ya kanisa letu?
na katika vipaumbele vya kichungaji linavyopendekeza na kufuatwa? Sasa maswali haya yanahitaji utambuzi wa kina, na kama CPT tunapaswa kuchukua changamoto. Baba Mtakatifu Francisco amezindua njia ya sinodi, yaani alizindua njia ya sinodi, yaani kutembea pamoja, kufikiri pamoja, kusali pamoja, jinsi ya kuwa misionari katika nyakati na hali zetu, hasa katika mazingira yetu. Ni zoezi ambalo linapaswa kuwa chini ya tafakari ya muda mrefu, kwa sababu ni lazima iangaze masuala kadhaa ya kina, na masuala hayo ni kama vile: je, tuko tayari kiutamaduni kupokea mafundisho ya Vatican II au mtaguso mkuu wa pili wa Vatican, ili kuhusu mtaguso wanazotaka kuhusiana na mtazamo wa teolojia kwamba kanisa ni watu wote wa Mungu, ambapo kila mbatizwa ana wajibu wa kushiriki katika kutafuta mapenzi ya Mungu juu ya nchi yetu na jumuiya yetu, na jinsi tunavyopaswa kushuhudia maisha ya wito wa Yesu Kristo. Je, tuna uwezo wa kuongoza na mafundisho ya kijamii ya kanisa na kushiriki kamilifu katika kutakasa mambo ya umma na kuchukua jukumu muhimu katika kutafuta sera bora katika maisha ya umma? Hivi majuzi sisi CPT tumejaribu kufanya sehemu yetu na uchapishaji wetu wa hivi majuzi kwenye dira ya 2050. Juhudi za CPT kuhubiri na kuihuisha jumuiya ya Kikristo kwa mafundisho ya kijamii ya kanisa haijawa kichochezi kikubwa cha kujitolea katika ngazi ya mtaa. Kwa nini sivyo? Swali tunaweza kujiuliza. Je, hizi ndizo sifa tunazoziona katika maisha ya kanisa letu? Tunahitaji uchunguzi wa mara kwa mara wa dhamira na msimu wa liturujia. Kwa Kwaresima ni mwaliko wa wazi wa kutafakari hili. Maandiko mengi ya liturujia ya Kwaresima yanatuletea neno la Mungu linaloleta kutafakari, kutambua kushindwa kwetu na kuahidi kujirekebisha kutoka katika maisha ya dhambi. Tunapata hadithi na masimulizi ya mwana mpotevu aliyepotea kutoka kwa baba, akapotea mbali na baadaye akarudi baada ya kupata madhara mengi. Lakini pia tumepewa fursa wakati mwaka jana tulipoomba kushiriki katika mchakato wa sinodi. Watu wengi walifurahi kupewa fursa hii. Ilikuwa ni awamu ya kwanza ya sinodi hii, na awamu iliyofuata inamalizika Desemba mwaka huu. Je, sisi kama CPT hatupaswi kushinikiza zaidi kuhakikisha kwamba jumuiya ya kanisa letu haikosi kuendeleza njia hii ya sinodi katika kanisa letu la Tanzania? Na katika mkutano wetu tuliofanya pale Mbagala miaka kadhaa iliyopita, tulifanya tafakari kama hii na kutoa ripoti nzuri ambayo ilipokelewa vizuri tulipokuwa na fursa na kuiwasilisha kwa baadhi ya hadhira. Sasa tuangalie baadhi ya mambo ambayo yameashiria mitazamo ya mafundisho ya kijamii ya kanisa katika mazingira ya Tanzania. Moja, utu wa binadamu. Kanisa Katoliki linatangaza kwamba maisha ya mwanadamu ni matakatifu na kwamba utu wa binadamu ndio msingi wa dira ya kimaadili ya jamii. Imani yetu ya utakatifu wa maisha ya mwanadamu na hadhi ya asili ya mwanadamu ndio msingi wa kanuni zote za mafundisho ya kijamii. Thamani ya maisha ya mwanadamu inatishiwa na kuongezeka kwa matumizi ya adhabu ya kifo. Tunaamini kila mtu ni wa thamani, watu ni muhimu kuliko vitu, na kwamba kipimo cha kila taasisi ni lazima iwajibike kuongeza maisha na heshima ya mwanadamu. Pili,
Mshikamano ni wito wa kifamilia, ni wito kwa familia, ni wito kwa jumuiya na ni wito kwa ushiriki. Mtu huyu sio mtakatifu tu, bali pia ni wa kijamii. Jinsi tunavyopanga jamii yetu katika uchumi na siasa na katika sheria na katika sera huathiri moja kwa moja utu wa binadamu na uwezo wa mtu mmoja mmoja kukua katika jumuiya. Na familia ndio taasisi kuu ya kijamii ambayo lazima iungwe mkono na iimarishwe, sio kudhoofishwa. Tunayo mifano mingi ya familia jinsi zinazodhoofishwa katika jamii yetu. Baba na mama kutoishi sehemu moja kwa sababu mbalimbali za kikazi, za biashara. Hiyo ni namna ya kudhoofisha familia, na tunapodhoofisha familia namna hiyo tunajenga na kuumba tatizo kubwa zaidi la kijamii ambayo tutakuja kutupata miaka ya mbele kwa kukosa uimara wa malezi ya baba na mama kwa familia wakiwa pamoja. Lakini pia tunaamini kuwa watu wana haki na wajibu wa kushirikiana katika jamii, kutafuta kwa pamoja manufaa na ustawi wa wote, hasa maskini na walio hatarini. Haki haiwezi kudaiwa na mtu mmoja ikawa na nguvu. Haki inayodaiwa na watu wengi inakuwa na nguvu kubwa, kwa sababu hitaji lake linakuwa ni kubwa, na nguvu ile ya umoja inasaidia kusukuma uwajibikaji kwa wale wanaodaiwa haki hiyo. Na tatu, haki na wajibu ni mapokeo ya Kikatoliki ambayo yanatufunza kwamba utu wa binadamu unaweza kulindwa na jumuiya yenye afya. Inaweza kupatikana tu iwapo haki za binadamu zinalindwa na kutimiza wajibu. Hivyo kila mtu ana haki ya kimsingi ya kuishi na haki ya mambo yale yanayohitajika kwa ajili ya adabu ya binadamu. Sambamba na haki hizi, ni wajibu kwa sisi kwa familia zetu na kwa jamii kubwa. Nne, chaguo kwa maskini na wanyonge. Jaribio la kimaskini la maadili ni jinsi washiriki wetu walio hatarini zaidi wanavyoendelea. Na katika jamii iliyoharibiwa na kuongezeka kwa migawanyiko kati ya matajiri na maskini, mapokeo yetu yanakumbuka hadithi ya hukumu ya mwisho. Tunaipata kutoka Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 31 hadi ya 46, ambayo inatuagiza kuweka mahitaji ya maskini na walio hatarini kwanza. Maana kuwatanguliza hao katika kila tunalofanya, kila tunalofikiri, hawa tuwaweke mbele. Namna gani tunawahudumia maskini kama kanisa, kama jamii, kama kikundi. Tano, ni utu wa kazi na haki za wafanyakazi. Utu wa mwanadamu unafumbatwa katika ufahamu sahihi wa utu wa mwanadamu, ni ukuu zaidi. Uchumi lazima uhudumie watu, si vinginevyo. Kazi ni zaidi ya njia ya kutafuta riziki, ni namna ya kuendelea kushiriki katika uumbaji wa Mungu. Iwapo heshima ya kazi italindwa, basi haki za msingi za wafanyakazi lazima ziheshimiwe. Hapa yako mambo mengi ya kuzungumza na kujadili na kutafakari, mwaliko kufanya tafakari kama jamii, kama wasomi, kama kanisa. Iwapo tutashindwa kuheshimu kazi na iwapo tutashindwa kuheshimu matokeo ya kazi, basi tutakuwa tunajiweka wazi kushindwa juu ya kutekeleza utu wa kazi na haki za wafanyakazi. Yeye tunafanya kazi anastahili kuheshimiwa, anastahili kupata ujira ambao ni wa kumtosheleza mahitaji yake.
Sasa hapa hakuna mhitaji anayehitaji zaidi kuliko mwingine, maana tumekuwa sawa, lakini binafsi wetu umetufanya wengine wakusanye vingi zaidi kuliko wengine, na wao wakusanya vingi wanachukua cha maskini. Maskini wanabaki wana kitu, matajiri wanajirundikia. Hii si haki. Ni juu yetu sisi wanajamii kurekebisha hali hii. Haki ya kufanya kazi yenye tija, kupata mishahara inayostahili na ya haki, kupanga na kujiunga na vyama vya wafanyakazi na vyama vyenyewe vifanye kazi, sio kusanya tu michango ya wafanyakazi na kuitumia wanavyopenda kwa kujinufaisha pia, lakini bila kudai maslahi ya wafanyakazi hao. Haina maana yote kuwa na vyama vya wafanyakazi ambayo havidai maslahi ya wafanyakazi. Mfano, wafanyakazi wanapunguziwa wanapunguziwa pensheni zao, vyama vya wafanyakazi vimekaa kimya, vina support. Lakini kanuni ya ustaafu ni ya kiulimwengu, ni ya shirika la kazi duniani, si ya nchi moja. Kanuni ile inabadilishwa na vyama vya wafanyakazi vimekaa kimya, si haki hata kidogo. Na maana ya vyama vya wafanyakazi inakosekana pale. Hivi ni wajibu wetu, ni wajibu wa kila msomi, ni wajibu wa kila mwanajamii kuondoa ubaguzi huo na uonevu huo. Hivi hata hivyo, nafasi ya kanisa katika jamii ni ipi? Ni wajibu wa kanisa kuinjilisha mambo haya, kufuasa na kulea watu katika ufalme. Hata hivyo, kutokana na amri ya Yesu, pia ni wajibu wa kanisa kuwapenda jirani zao na ujirani wao. Zitakuwa sio kanisa kama majirani wanapata shida, afu kanisa anajifungia na kaa kimya, afu kanisa hilo linawangoja hao majirani waje kusali ndani ya kanisa, waje kuhudumia kanisa, waje kupata neema na rehema kanisani, na kanisa linashindwa kwenda kuwasaidia katika madhira yao, kwenda kukaa nao na kuwafariji. Hilo litakosa kanisa. Na kanisa letu tunaloamini la Kristo, wajibu wake huu msingi ambao Kristo ameweka katika injili yake. Je, lazima tujiulize, kanisa linaathirikaje kijamii au linaathirije jamii? Hasa swali hili, linaathirije jamii? Katika historia yake ndefu, kanisa limekuwa chanzo kikuu cha huduma za kijamii kama vile shule, hospitali, msukumo wa sanaa, mafunzo ya mbalimbali, utamaduni na falsafa. Na je, katika kupokea mafundisho ya kijamii ya kanisa, ni tatizo gani limezuia mafundisho haya kuenea? Je, Biblia inasema nini kuhusu kuchangia jamii au kusaidia jamii? Tunasoma katika Injili ya Mathayo, sitanukuu hapa, lakini naomba ndugu mtazamaji uweze kusoma Mathayo sura ya 5 aya 42. Mpe yeye akuombaye, wala usimwache mtu anayetaka kukopa kwako. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Lakini pia Injili ya Luka sura ya 6 aya 38 anasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, tena kipimo cha kusukasuka cha kujaa. Haya ni maneno yake mwenyewe Bwana Yesu Kristo. Sasa kwa nini kanisa ni muhimu katika jamii yetu kufanya haya? Kanisa hutusaidia kudumisha mpangilio, mafundisho na kuunda mfumo wa usaidizi kwa washiriki wake. Kwa kuanzisha kanisa, Bwana anahakikisha kwamba mafundisho sahihi yanafundishwa. Ndio maana mafundisho ya kanisa ni mafundisho ya mama kanisa mwenyewe ambayo yamehakikiwa na mamlaka fundishi na yameruhusiwa ifundishwe, na hata wale wanaofundisha wamehakikiwa pia kwamba wanayofundisha hayaleti uasi, ni ya kweli, yanafaa kuwalisha watu wake. Kanisa huwapa washiriki mafunuo, viwango na mengine na miongozo ambayo hutusaidia kuishi jinsi Kristo angetaka tuishi. Labda tunaendelea kujihoji, je, huduma za kanisa ni zipi kwa jamii?
za kanisa ni kazi ambayo kusanyiko la kanisa na viongozi wake hufanya ili kuishi mafundisho na maadili ya imani yao kwa kuwahudumia wengine, kuwasaidia kwa kiroho na kufanya jumuiya zao kuwa mahali pazuri. Maana tunayo nafasi ya kuboresha jumuiya zetu ziwe sehemu ya huduma kwa watu mbalimbali, kwa wahitaji, lakini kujenga mahusiano mazuri, kujenga ushirikiano, urafiki, kusaidiana sisi kwa sisi wanajumuiya, kusaidia wanajumuiya wenye shida, kusaidia kanisa mahalia, kutoka kwenye kanisa mahalia kwenda kwenye jimbo na taifa na wahitaji mbalimbali. Wapendwa watazamaji wangu, tukiendelea kujihoji juu ya haya, je, kwa mfano kanisa linapokabiliwa na masuala ya kijamii linafanyaje? Kanisa linapaswa kusema na kufanya kazi kwa ajili ya jamii inayolinda raia wake wote dhidi ya vitendo vya unyanyasaji. Lakini kwa kawaida kanisa lipaswa kuchukua jukumu la kujibu swali la kisiasa la jinsi gani jamii fulani inaweza kufikia lengo hili vyema. Ndio, kanisa linapaswa kusema na kufanya kazi kwa ajili ya jamii inayolinda raia wake wote dhidi ya vitendo vya unyanyasaji. Kanisa lipaswa kukaa kimya iwapo wanajamii wananyanyaswa. Lazima kanisa lisimame. Ni sawa na kujiuliza, haya matendo yanayofanyika, haya unyanyasaji mfano kama yanatokea, Yesu angekuwa hapa angefanya nini? Je, angekaa kimya? Na sisi wafuasi wake yale ambayo Kristo alifanya tunapaswa tuyafanye kwa jamii yetu. Lakini pia maswali la ziada, kwa nini umoja wa kanisa ni muhimu katika jamii? Umoja wa kanisa Katoliki ni muhimu kwa uvumilivu wetu. Hatukukusudiwa kuishi maisha ya Kikristo kwa kujitenga. Lazima tuishi katika umoja. Ndio tunaishi katika familia, katika jumuiya, katika kanda, katika vigango, katika parokia, katika kanda, katika dekania, katika parokia, na hatimaye jimbo, na hatimaye kanisa nzima la Tanzania na kanisa la ulimwengu. Hivi ni muhimu kwa ushuhuda wetu, umoja wetu. Kama nilisema, naombea wewe na umoja katika Injili ya Yohana, naombea wewe na umoja. Watu hao wakati Kristo anaondoka, tuishi kwa umoja. Yesu aliidhinisha ulimwengu usioamini kuhukumu ikiwa Baba alimtuma au la ulimwengu kulingana na umoja unaoonekana wa kanisa. Yohana sura ya 17 aya ya 21. Ni kazi gani kuu ya kanisa katika jamii ya kisasa? Hali ya msingi labda tukajaribu kuangalia kwa kina. Kanisa linaweza kuungana, linaweza kuunga mkono watu wanaopitia matatizo bila kujali asili, wanaweza kutoka wapi, wa dini gani, sijui wa kabila gani, halijalishi. Mara nyingi kanisa linatafuta kufanya kazi na vikundi vingine vya kidini ili kusaidia kuweka amani na maelewano katika jamii, kwani viongozi wa kidini bado wana ushawishi fulani katika maeneo wanayofanya kazi. Wapendwa, tunayo mengi ya kujifunza na kanisa lina nafasi yake. Na kanisa linafanya kazi na watendaji ambao ni watu, na hao watu wanafanya kazi kwa sababu ya mamlaka ya Kristo, sio kwa mamlaka yao. Masomo ya kujifunza kutoka kwenye historia yetu yako kadha wa kadha. Ukweli na mitazamo ya kijamii ni nini kinachohitajika ili kubadilisha mawazo yetu? Fikra mpya inachukuliwa sana kama sharti la mageuzi. Mageuzi yenye mafanikio na endelevu yanayolenga kukubaliana na umaskini kupitia mbinu ya kuanzia chini kwenda juu. Kufikia mabadiliko haya ni magumu kwa sababu kunahusisha kubadilisha mitazamo ya kijamii na ya mtu binafsi, mtu moja moja, iliyokita mizizi kuhusu mamlaka, uwajibikaji na jamii yenyewe. Hivi kwa kufikia mabadiliko haya
unahitaji mbinu yenye pande nyingi inayoshughulikia miundo ya kitaasisi na mawazo binafsi. Lazima kwanza kufungua vifungo katika akili kwamba maendeleo ya kweli yatatoka chini, kuanzia chini na sio kutoka juu kuja chini, kwa sababu huku chini ni kwa walengwa na hawa walengwa ndio wametoa hawa wachache walioko kule juu. Tunapoona viongozi kule juu, tukisema tuna maaskofu katika kanisa, tuna viongozi wa nchi, tuna marais, tuna mawaziri, tuna wakurugenzi kwenye taasisi mbalimbali. Hawa wote wametoka huko chini kwenye jamii ya chini kabisa. Kumbe wanapaswa kurudi chini. Kurudi kwa namna gani? Huduma yoyote inayotakiwa kufanyika na kutolewa ikianzia chini huku ionekane. Ikianzia chini huku, basi ustawi utakuwa wa kutosha na unaoenda kwa usawa, kwa sababu utamgusa kila mmoja kuliko kutoka kule juu kushuka chini. Hivi kupitia historia yetu, juhudi za Mwalimu Nyerere zinatuonyesha kwamba kuna njia ya kuanzisha mfumo wa kwenda kule kwenye vijiji vya ujamaa. Alikuwa na lengo, na kwa kweli mfumo ule sio kwamba ulishindwa, sisi ndio tulioshindwa. Njia ya kusonga mbele, uchambuzi muhimu kuhusu utendaji uliopitia ili kuandika dira ya 2050. Tunahitaji kujifunza kutokana na yaliyopita ili kutumia vyema fursa zetu. Tuna mipango mingi kama jamii ya Kitanzania ambayo tulipanga tangu tulipata uhuru mpaka sasa. Iko mingi sana, mipango mizuri tu, lakini imekosa mle ndani utekelezaji, kwa sababu chini kule hakuja sawa sawa na hakuna mbele atakayejenga zaidi ya sisi wenyewe. Hiki ni chombo muhimu sana cha kupanga mustakabali wa jamii yetu, mustakabali wa maendeleo ya watu kutoka chini. Na katika kitabu chetu cha CPT kuhusu dira ya 2050 tulielekeza mipango mbalimbali ambayo serikali imefanya kwa miaka mingi. Imeonekana ni chanzo muhimu cha kufanya uchambuzi wetu muhimu kuwa zoezi lenye matunda. Tukirejea mipango ile, nipate kitabu hicho, tutapata nakala zipo zinapatikana hata kwenye ofisi yetu. Uchambuzi wa baadhi ya hali halisi na mitazamo ya kijamii itatusaidia katika kufikia. Lakini pia tamaa yetu ya kujenga umoja wa kitaifa ni ya muhimu, ni msingi, ili kuwa ni mapenzi ya jumla ya watu kuwa na umoja na taifa moja. Ni hamu ya kila mmoja. Kwanza kugawanyika taifa bado lishajengwa kama Tanzania, ni bahati mbaya sana kwamba hali hii inafika, na mbaya zaidi inafika kipindi chetu wakati bado tupo. Si sahihi. Ni muhimu kugundua na kuanza kutafiti, tena kwa kubahatisha, ni wapi tumekosea, tufike katika migawanyiko ambayo tunaanza kuiona polepole inaanza kujitokeza katika jamii yetu na kuleta madhara katika nyanja zote, iwe ni ya kijamii, iwe ni ya kiuchumi, ya kisiasa, kwa sababu siasa ndio maisha ya watu, ndio yanafanya watu waweze kuishi, waweze kutafuta riziki na kufanya maendeleo. Wapendwa, taifa la Mungu, kabla ya uhuru kulikuwa na kikundi cha watu waliotaka raia wa nchi hiyo wawe wa Afrika pekee. Kidogo hili halikufanikiwa, lakini hisia hii haikuisha. Mchanganyo wa rangi mbalimbali katika jamii yetu ulitoa mvuto fulani. Tunawezaje kuishi na umaskini mwingi hivi? Baada ya miaka yote hiyo ya kusema Watanzania wote ni sawa na wapewe fursa sawa ya kuishi maisha bora, tunakabiliwa na ukweli kwamba watu wengi bado wako na hawana upatikanaji wa mahitaji ya msingi katika afya na elimu. Inawezekanaje kwamba jamii inaweza kuvumilia ukosefu wa usawa mwingi hivi? Kwamba tunaweza kulipa mshahara wa chini kwa baadhi ya kazi, kipato kinachopunguza utu kwa wafanyakazi wetu na ambao tunaishi nacho bila shida. Hatugusu na ukweli kwamba wao pia wana familia na watoto kama hao wakubwa wengine wanavyolipwa.
Kwa nini utamaduni fulani wa kupinga wageni uliruhusiwa kukua hata katika kanisa kama ilivyohisiwa? Je, viongozi hawakuwa na kujiamini vya kutosha kiasi kwamba hawakupenda kupingwa na mawazo mbadala? Kuruhusu mawazo mbadala fanye kazi, yapenye, yatutafakarishe. Kwa nini utamaduni wa utegemezi kwa wafadhili wa kigeni ulikuwa licha ya hisia za kupinga wageni kutopenda kuingiliwa? Udhibiti, nidhamu ya utendaji mara nyingi ilikataliwa kama tabia ya kikoloni, lakini kwa kweli iliathiri ufanisi na tija kwa kiasi kikubwa sana. Na njia ya kusonga mbele ikiwa ni nini kwetu? Katika mada yetu ya uchumi wa motisha na pia katika kitabu chetu cha CPT cha dira yetu ya 2050 tumejaribu kutoa mawazo na mapendekezo kuhusu kile tunachofikiri kinapaswa kuwa njia ya kupunguza umaskini katika nchi yetu. Pendekezo letu la msingi ni kukuza mbinu ya maendeleo ya kuanzia chini hadi juu kama tulivyokwisha kusema, ili kuwezesha maskini kutumia fursa na uwezekano wa kuboresha mapato yao na viwango vyao vya maisha. Hii itawezekana na itawasaidia, italetea furaha maskini na italetea maisha bora, na pia itanua uchumi mzima, na hii yenyewe itaunda uwezo ulio uchumi wetu na kuunda soko kubwa zaidi, soko ambalo litaleta manufaa makubwa na kupata fursa nyingi. Ufikiaji wa moja kwa moja wa rasilimali kama ujenzi binadamu kiroho, kujenga uwezo wa ndani wa kujiendeleza. Swali ni mtazamo mpya unahitaji mageuzi mapya na mtazamo wa chini juu ili kukabili umaskini. Jinsi ya kufikia hili tunahitaji mtazamo mpya. Mtazamo ni upi huo? Mabadiliko ya kiakili, kufanya kazi ngumu. Kwa nini? Kubadilisha hali ni jambo linaloshindikana. Kimsingi ni sababu kadhaa. Imani zilizojikita, akili za kudumu ambazo mara nyingi hujikita katika ujana, ni kanuni za kitamaduni. Muktadha wa kihistoria na uzoefu wa kibinafsi umeimarishwa kwa vizazi vingi. Kwa hiyo mambo yamekaa ndani ya jamii kwa muda, yamejijenga. Hofu ya kisichojulikana kwamba tukibadilisha kutoka juu kuja chini hivi tusipofanikiwa itakuwaje? Wasiwasi. Watu mara nyingi mifumo inayoweza kutabirika, kutabiri wale wasiojulikana. Kutokuwa na uhakika wa mbinu za habari, kuhamia kwenye mtazamo mpya wa kufikiri kunahusisha kukimbilia kwenye njia mpya za kuzoea na kuingiliana. Ugumu wa maskini. Umaskini ni swala la pande mbili, kushughulikia kwa urahisi na bila kuhitaji kujadili changamoto ya utekelezaji. Pande ni muhimu kuziangalia. Tunapoangalia haya, tunaingia kwenye roho ya mada yetu, hasa tunapozungumza juu ya maadili na utaratibu wa kijamii. Nini maana ya utaratibu wa kijamii? Unaweza kutufikisha huko? Ni jinsi jamii na watu wanavyojipanga katika kuishi pamoja. Utaratibu wa kijamii ni jinsi na namna watu wanavyojipanga katika kuishi pamoja, maana yake katika kutatua matatizo yao, katika kutekeleza majukumu yao, katika kujiendeleza. Makundi mbalimbali ya kijamii, mambo yanayowavutia na mahusiano ambayo wanakuwa nayo kibiashara, kidini, yanavyoingiliana na kuruhusu nafasi ya kutimiza malengo na matamanio yao. Lakini pia utaratibu wa kijamii unatokeaje? Utaratibu wa kijamii unatokewa
ama unatokea ikiwa tunaamini kwamba utu wa binadamu na hadhi ya binadamu lazima hiyo ndio msingi mkuu wa uundaji wa utaratibu wa kijamii. Utaratibu wa kijamii utokee kwenye matukio kama historia, mivutano, migongano, maendeleo ya asili na kadhalika, na jitihada mbalimbali au struggle za kutafuta namna njema ya kuishi vema na kadiri ya Mungu. Kusema kijamii, kusema jamii, tunasema mambo hayo tuyazungumza kijamii, tunasema juu ya watu wanaokaa pamoja, watu wanaoshirikiana, watu wanaopendana, wanaohudumiana, wanaojaliana katika mambo mbalimbali. Na tuna mfano mdogo umetokea hivi karibuni. Ndugu mmoja, mwanajamii mmoja katika kikundi fulani mahali fulani, kuna watu wataka kumuonea, lakini wanajamii wale majirani kusema hapana, huyu tumeishi naye kwa miaka na hicho mnachotaka kukifanya sio sahihi kwake, kwa hiyo sisi tutamlinda kwa namna yote, na wakashinda. Hivi wapendwa, tunapoongea juu ya mambo haya ya kijamii na juu ya mambo ya maisha ya kijamii, basi tunasema kwamba hatutoki nje ya msingi wa utu kwa mwanadamu. Na utu hauangalii cheo, hauangalii ulimbikizo wa mali zinazoonekana zisizoonekana, hauangalii sijui akili nyingi, hauangalii wewe ni maskini sio na utu wa mtu unabaki uko pale na tunapaswa kulinda kadiri ya maelekezo na mpango Mwenyezi Mungu. Si wapendwa, baada ya kusema haya, niwaombe, bado mada hii inaendelea, haijaisha, bado inaendelea, na nipende kualika kuendelea na mada hii ambayo sasa tutaanza na mada inayohusiana na maadili katika jamii. Tutakuwa na maadili katika kipindi kijacho, tutakuwa nayo. Kabla ya kufika mwisho wa kipindi hiki, niwakaribishe tena wapendwa wasikilizaji wangu na kuendelea kupata habari juu ya mafundisho ya kanisa kuhusu jamii ambacho kinatolewa na CPT. Unaweza tukapata kutembea tovuti yetu ya www.cpt.or.tz, na pia bila kusahau kusubscribe, like YouTube yetu, channel yetu, na kugusa alama ya kengele ili wewe uwe wa kwanza kupata habari za vipindi vyetu. Karibu sana, uendelee kuwa nasi na kupata mafundisho haya kwa ajili ya maendeleo ya kanisa letu na jamii yetu ya Kitanzania. Tumsifu Yesu Kristo. CPT, Mungu kwanza.